Yesu apewe sifa. Kwa majina yangu naitwa Canon Thomas Haule Mwayela. Kwa neema ya Mungu, Baba Askofu Jackson Sensi Jackson ameniweka kuwa mratibu wa idara ya utume na uinjilisti katika Dayosisi ya Dar es Salaam, ambayo inashughulikia mambo ya uinjilisti, upandaji wa makanisa na usimamizi wa mambo mbalimbali ya utume katika dayosisi yetu. Basi tumekuwa na utaratibu wa kufanya au kuwa na wiki ya uinjilisti kila mwaka, kwa maana wiki ya uinjilisti kwa vitendo, kwenda katika maeneo mbalimbali, kufungua makanisa, kununua maeneo, pamoja na kufanya ushuhudiaji na uinjilisti kwa njia mbalimbali. Basi mwaka huu tumeona ni vema tuje tulete ripoti ya wiki za uinjilisti mbalimbali ambazo tumekuwa tukizifanya katika miaka 6, kwa maana ya miaka 6 ya uaskofu wa 5 wa Dayosisi ya Dar es Salaam. Kwa maana kipindi cha uaskofu wa Baba Jackson Sensi Jackson kama askofu, mambo ambayo yamefanyika kwenye idara ya uinjilisti au upande wa uinjilisti, kwa maana upandaji wa makanisa. Basi nilete ripoti fupi, na kwanza nichukue nafasi kumshukuru yeye mwenyewe Baba Askofu kama mbeba maono mkubwa wa idara ya utume na uinjilisti, ambapo ameweka mzigo mkubwa na umuhimu mkubwa sana kwenye mambo ya uinjilisti katika dayosisi yetu ya Dar es Salaam, kwa maana ya kuzalisha makanisa, kujenga makanisa, kununua maeneo, lakini kuhakikisha uinjilisti unakuwa na nafasi kubwa sana katika kanisa la Mungu kwa dayosisi ya Dar es Salaam. Na katika kipindi hiki cha kwake cha uaskofu wake, katika miaka hii 6 kuelekea miaka 7 ya uaskofu wake wa 5 kama askofu wa dayosisi ya Dar es Salaam, mambo yafuatayo yamefanyika kwenye upande wa uinjilisti. Moja, dayosisi imefanikiwa kufungua makanisa mapya zaidi ya 125 katika kipindi hiki cha miaka 6 ya uaskofu wake. Lakini dayosisi pia imefanikiwa kupitia idara ya utume na uinjilisti kujenga makanisa mapya katika hayo ambayo yamefunguliwa zaidi ya makanisa 43, kwa maana kujenga kwa kuweka nguzo, kuweka tofari pamoja na kupaua. Lakini pia dayosisi imefanikiwa kununua maeneo ama viwanja kwa ajili ya makanisa zaidi ya maeneo 74 yenye ukubwa wa jumla ya ekari 122. Jumla ya ekari 122 zimenunuliwa katika kipindi hiki cha miaka 6 kuelekea miaka 7 ya uaskofu huu. Lakini pia tumefanikiwa kubatiza zaidi ya watu 1263 katika kipindi hiki cha miaka 6. Lakini watu walioshuhudiwa ni zaidi ya watu 15,000 katika kipindi hiki cha miaka 6, kwa maana wale walioambiwa habari za Yesu Kristo. Mafanikio mengine ambayo yamefanyika katika kipindi hiki cha miaka 6, mojawapo ni ukuaji mkubwa wa maisha ya kiroho na mwamko wa mambo ya kiroho kwa waumini wa Dayosisi ya Dar es Salaam, hasa kupitia maono makubwa na mazuri ya Baba Askofu ya kuanzishwa kwa kongamano la uamsho katika Dayosisi yetu ya Dar es Salaam, ambapo tumeona sasa fellowship zinaendelea kuimarika, lakini watu wengi wanamrudia Mungu na wanamchia Mungu. Lakini pia uanzishwaji wa Anglican Online TV ni maono pia ya Baba Askofu, na ambayo tunaona sasa injili inahubiriwa, watu wanaweza kufuatilia ibada kupitia maeneo mbalimbali, pamoja na uanzishaji pia wa online TV ya St. Thomas. Imekuwa ni mafanikio makubwa sana kwa dayosisi yetu ya Dar es Salaam. Lakini jambo nyingine kwamba tumepata watendakazi wapya. Biblia inasema kwamba mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha miaka 6 dayosisi imepata watendakazi kwa maana ya wainjilisti na makatekisa na walimu zaidi ya 250, na miongoni mwao wengine sasa hivi wamekuwa ni makasisi katika kipindi hiki cha miaka 6. Lakini pia dayosisi imefanikiwa kufungua chuo cha uinjilisti cha John Sepeku pale Buza, ambapo zaidi ya wainjilisti 160 wameshapita kwenye kile chuo kupata mafunzo ili kuwawezesha kuwa watendakazi ambao wamewezeshwa kwa maana taaluma, maadili pamoja na mambo ya uongozi katika kulitumikia kanisa la Mungu. Lakini jambo jingine ambalo ni mafanikio katika uinjilisti ni kwamba dayosisi imefanikiwa kuandaa ramani ya ujenzi wa makanisa yote vijijini. Sasa hivi kuna standard ya makanisa ambayo yanatakiwa kujengwa na ukubwa wa makanisa ambayo yanatakiwa kujengwa. Kwa kuna ramani ambazo zimeandaliwa ili tusiwe na vikanisa vidogo vidogo tena, tuwe na kiwango fulani cha ukubwa wa makanisa kwa kutosheleza idadi fulani ya watu, ili aweze kutusaidia kwenda hata miaka 20-30 wakati wa makanisa yakijipanga. Hayo ni miongoni tu mwa baadhi ya mafanikio machache ambayo kupitia idara ya utume na uinjilisti Dayosisi ya Dar es Salaam imefanya, lakini yako mambo mengi sana. Sasa hivi ukitaja kanisa la Anglikana, maeneo mengi hata vijijini wanaelewa nini maana ya kanisa la Anglikana.
Kanisa limefika mahali ambapo makanisa mengine hayajafika. Uinjilisti umefanyika, watu wameokoka, wamemjua Yesu Kristo, lakini ujenzi, mwamko mkubwa katika ujenzi wa makanisa mengi, hasa maeneo ya pembezoni, lakini pia hata maeneo ya hapa mjini tunaona mwamko mkubwa. Lakini mwamko mwingine au mafanikio mengine ni ukuaji wa kiroho wa maisha ya mtu mmoja mmoja katika dayosisi yetu ya Dar es Salaam. Mfano hapa tulipo ni Kerege. Kerege ni iko eneo la Bagamoyo, dinari ya Bagamoyo. Kuna kanisa ile kubwa kabisa na la kisasa ambalo linajengwa hapa. Hizi ni sadaka za Wakristo ambayo wamejitoa na mtu mmoja mmoja, na dayosisi pia imeweka mkono wake hapa. Dayosisi imeleta fedha hapa kama dayosisi yenyewe, lakini pia ni sadaka pia ya mtu anatoa hiyo sadaka yake kwa ajili ya kuwezesha pamoja na kanisa la hapa Kerege na wao kujichanga na kadhalika. Lakini kuna kanisa kubwa na la kisasa ambalo tunaliona linajengwa mahali hapa lenye kuingiza zaidi ya watu 600. Haya ni mafanikio makubwa sana katika dayosisi yetu Dar es Salaam. Niwaombe kanisa la Mungu, Mkristo mmoja mmoja kuunga mkono maono haya makubwa na mazuri ya Baba Askofu ambayo wako nayo kwa ajili ya ujenzi wa makanisa na kufanya uinjilisti mkubwa katika dayosisi yetu ya Dar es Salaam. Niombe nimkaribishe Baba Askofu aelezee mwaka huu 2024 dayosisi inaenda kufanya nini katika wiki ya uinjilisti ambayo iko mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Askofu Jackson Sostenes Jackson, ni askofu wa Anglican Dayosisi hii ya Dar es Salaam. Nikukaribishe siku hii ya leo maalum unapotoa presentation hii kipekee kwa ajili ya wiki la uinjilisti katika mwaka wetu wa 2024. Dayosisi yetu ya Dar es Salaam, kwanza tunamshukuru Mungu, kwa sasa ni mwaka wetu wa 7 tangu tuwekwe kitini katika uaskofu wa dayosisi hii ya Dar es Salaam, na tumemwona Mungu akifanya mambo mengi makubwa kupitia idara yetu ya uinjilisti, na hasa katika huduma ya upandaji makanisa katika maeneo mbalimbali ya umishoni, na hasa katika maeneo hayajafikiwa na injili zaidi sana katika mkoa wetu wa Pwani. Katika mwaka wetu huu wa 2024 tunakusudia kuwa na majuma mawili, yani wiki 2 za uinjilisti katika kutekeleza maazimio ya sinodi yetu ya 21, ikiwemo kuona kwamba tunafikia maeneo mengi ya dayosisi yetu kwa kupeleka nuru ya injili, na hasa kwa kuongozwa na idara yetu ya uinjilisti. Hivyo kwa mwaka huu 2024 wiki yetu ya upandaji makanisa itaanza tarehe 21 mwezi wa 10 na mpaka tarehe 3 ya mwezi wa 11 katika mwaka huu 2024. Hivyo ni waalike wadau wote wa injili kama agizo kuu la maandiko linavyosema, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa hiyo tuungane kwa pamoja, na maandiko yanasema pia, je, watahubirije pasipo kupelekwa? Kwa hiyo kwa pamoja tuungane na idara yetu hii na wainjilisti wetu, lakini pia makasisi pamoja na makanon pamoja na viongozi mbalimbali wa idara katika kuyafikia maeneo mbalimbali na kuwafikia watu mbalimbali. Malengo ambayo tuko nayo katika mwaka wetu huu 2024 ni kuhakikisha kwamba tunafanya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba katika maeneo hayo mbalimbali, lakini pia tutakuwa na semina mbalimbali za mafundisho mbalimbali. Kama tunavyofahamu katika zama tulizonazo, tuna wengi ambao wanafundisha mafundisho mengi ambayo ni potofu. Hata wengine sasa wanadiriki hata kupinga kuhusu Utatu Mtakatifu, jambo ambalo ni la msingi katika imani yetu. Kwa hiyo tumeweka msisitizo mkubwa sana kuona kwamba tunakuwa na muda wa kutosha katika maeneo mbalimbali ya kufundisha kuhusu imani sahihi na ya kweli, lakini pia na kuwa na muda mikutano ya injili kuwavuta watu wengi kwa Kristo. Lakini pia idara yetu kama tunavyofanya katika miaka yote, katika wiki hizo 2 tutapata nafasi ya kununua maeneo mbalimbali ambayo kuna wenzetu wanasali katika maeneo ambayo ni duni, na wengine hawana kabisa maeneo ya kusali, hata wengine wanasali chini ya mti au kuazima maeneo kwa watu wengine. Kwa hiyo pia baadhi ya fedha zitahusika katika kununua maeneo, lakini pia kutanua hata baadhi ya maeneo ambayo bado hayajafikia katika ukubwa ambao tunauhitaji. Lakini miongoni mwa mambo ambayo yatafanyika katika juma hilo la uinjilisti pia ni kuyaimarisha baadhi ya makanisa ambayo tulianza projekti za ujenzi na vitu mbalimbali lakini havijakamilika. Kwa hiyo katika juma la uinjilisti, wainjilisti watasambaa katika maeneo mbalimbali, makasisi na wahudumu wengine mbalimbali, katika kuhakikisha kwamba tunaimarisha makanisa hayo katika ujenzi na katika miundombinu mbalimbali. Tutakuwa na vituo karibu 40 ambavyo idara yetu itatupangia na kuweza kufika katika maeneo hayo mbalimbali. Sasa katika kuyafanikisha hayo yote tutahitaji fedha, na fedha hiyo isiyopungua milioni 200 na zaidi katika kufanikisha
yote ambayo nimeweza kuyataja, lakini pia tutahitaji vifaa mbalimbali ikiwemo matofali, cement, mbao, mabati, misumari, lakini pia na vifaa vya usafiri. Mwaka jana tumeshuhudia wapo ambao tupatia sadaka zao za pikipiki, baiskeli, na tukawasaidia kuwapatia wainjilisti ambao kwa maeneo ya mishoni kuweza kurahisisha kuweza kufikia watu mbalimbali na kueneza ufalme wa Mungu. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kukushirikisha maono haya wewe ambaye ni sehemu katika maisha ya kanisa la Mungu, aidha kama upo katika Dayosisi ya Dar es Salaam au hata nje ya mipaka ya Dayosisi ya Dar es Salaam, lakini uungane nasi katika kuhubiri pamoja nasi. Niombe makanisa, taa mmoja mmoja, vigango, jumuiya, lakini Wakristo binafsi ambao mara nyingi pia wamekuwa kijitokeza kufanya hivyo, lakini pia idara zetu, Tayo, Umaki, Ubaki, taasisi zetu za hospitali, shule na vituo vingine vyote ambavyo vyenye mapenzi mema katika jambo hili, basi niwaalike kwa pamoja tuungane katika kutimiza jukumu hili kubwa na muhimu katika Dayosisi yetu ya Dar es Salaam. Niwashukuru tena kwa miaka yote hii 7 ambayo tumekuwa tukishirikiana katika kupanda makanisa, na kwa sasa tangu operation hii ianze tumepanda makanisa mengi ya kutosha, lakini tusingeweza kufika hapo pasipo kupata ushirikiano wa kutoka kwenu. Kwa hiyo ninaamini kabisa na mwaka huu pia tutaweza kufanya kwa pamoja, na nitanguliza shukrani zangu kwenu kwa yale ambayo tutakwenda kuyafanya kwa utukufu wa Mungu. Akubarikini Mwenyezi Mungu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na tunapohitimisha hivi, basi utaweza kutuma fedha zako katika akaunti ambayo utaiona katika screen inayopita hapo chini, kama ni kwa njia ya M-Pesa au kama ni kwa njia ya account number ya bank, lakini hakikisha jina linasoma Kanisa Anglikana Dayosisi ya Dar es Salaam. Mungu awabariki sana. Amen.